Ujerumani haitaki jeshi la Umoja wa Ulaya EU liitwe jeshi la kigaidi kama ambavyo Ulaya imekubaliana kuliita jeshi la Iran jeshi la kigaidi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani Johann Wadephul amekosoa vikali uamuzi wa Iran wa kuorodhesha majeshi ya Umoja wa Ulaya kuwa makundi ya kigaidi. Hata hivyo, hatua hii inafuatia kile ambacho kimeelezwa na watu Umoja wa Ulaya kuliingiza jeshi la Iran IRGC katika makundi ya kigaidi. Hatua iliyofuatia baada ya umoja huo kuweka kikosi cha walinzi hawa wa mapinduzi ya Kiislamu na kuona kwamba sasa wanastahili kuitwa jina la magaidi. Wadephul ameitaja hatua ya Iran kuwa haina msingi na ni propaganda, akisisitiza kuwa Ujerumani haitatishwa katika msimamo wake. Kauli hiyo imetolewa baada ya spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kutangaza kwamba majeshi ya Umoja wa Ulaya sasa yanachukuliwa kuwa makundi ya kigaidi, hatua iliyoungwa mkono na wabunge ambao walivaa sare za IRGC na kuimba kwa kauli moja dhidi ya Marekani na Israel, wakiyaita majeshi yao kuwa ni majeshi ya kigaidi. Wabunge wa bunge la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walitoka nje huku wakivaa sare za kijeshi na kuimba kwa shangwe na kuiambia majeshi ya Ulaya, Marekani na Israel kwamba haya ndio yanayopaswa kuwa majeshi ya kigaidi ulimwenguni. Wadephul amesema hatua ya Iran haibadilishi ukweli kuwa IRGC ni kikundi cha kigaidi na kwamba wale wanaosambaza hofu na ukatili dhidi ya waandamanaji na amani hawawezi kugeuza maoni ya kimataifa kwa njia za kisiasa. IRGC ni kikosi cha kipekee cha jeshi la Iran kikiwa na ushawishi mkubwa kisiasa, kijamii na kiuchumi, na kimeendelea kupanua uwezo hata kupitia biashara na uwekezaji. Ni kikosi ambacho mkuu wake ni Ayatollah Al-Khamenei, ndiye kiongozi ambaye wakati huu anakiongoza kikosi hicho. Hata hivyo, ni kikosi ambacho kwa namna moja ama nyingine kinategemewa katika kutatua baadhi ya changamoto zilizopo katika nchi hiyo, na ni mpango ambao kwa sasa unatengeneza mazingira ya kuhakikisha kwamba taifa la Iran linasimama imara kupitia jeshi hili. Iran imelaani hatua ya Umoja wa Ulaya ya kulitangaza jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kuwa ni kundi la kigaidi. Mkuu wa jeshi hilo amesema hiyo inaonyesha kiwango cha uadui dhidi ya Iran na vikosi vyake. Amesema matokeo ya uamuzi huo yatakuwa pia na athari kwa wanasiasa wa Ulaya katika siku za usoni, huku waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akiushutumu umoja huo wa Ulaya kwa kuzidisha moto kwenye ukanda huo na kufanya kosa kubwa la kimkakati. Hata hivyo, katika nyakati ambazo kumekuwa na sintofahamu kati ya Marekani na Iran, ni wakati ambapo nchi za Ulaya zimezidisha mzozo huo kwa kuliita jeshi la mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kuwa ni jeshi la kigaidi. Mawaziri wa mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya walifikia maamuzi hayo mnamo Alhamisi ya wiki iliyopita katika mkutano uliofanyika huko Brussels, na mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaja Kallas alisema utawala wowote unaowaua maelfu ya watu unajiangamiza wenyewe. Msimamo huo wa pamoja unaanzisha utaratibu wa kisheria wa kurasimisha tamko hilo linalochukuliwa kama ishara nzito kwa jeshi hilo tayari limewekewa vikwazo vya Umoja wa Ulaya kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Iran ilimuita balozi wa Ujerumani na mabalozi wengine. Kupitia Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran ilimuita balozi wa Ujerumani nchini humo Axel Dittmann wiki iliyopita, na kulingana na mkurugenzi wa wizara hiyo Jenerali Alireza Yosef, ametoa wito unaofuatia matamshi ya kansela Friedrich Merz aliyotaja kama uingiliaji usiokuwa na maana yoyote kwenye masuala ya ndani ya Iran. Merz alizungumzia hatua kali zilizochukuliwa na mamlaka dhidi ya waandamanaji katikati ya mwezi huu, akisema ikiwa mamlaka inaweza kusalia madarakani kwa kutumia nguvu, ni wazi imekwisha poromoka, na kuongeza kuwa kilichokuwa kinashuhudiwa ni siku za mwisho za utawala wa Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.